Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza. Karibu ndugu zangu katika tafakari ya neno la Mungu, leo ikiwa ni siku ya Jumatano ya Majivu, tunapoanza kipindi cha Kwaresima. Maneno hayo kutoka katika kitabu cha Nabii Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 niliyoyanukuu hapa mwanzo katika kuanza tafakari hii. Si maneno mageni sana, maana yamekuwa maarufu sana kwenye masikio yetu kwa kupitia utunzi wake mzuri Bwana Alois Gordon katika ule wimbo wake tunaoimba, lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Ni kweli tunaanza kipindi cha Kwaresima, na leo tunapata mwaliko wa Mwenyezi Mungu watumrudie kwa mioyo yetu yote. Kipindi cha Kwaresima ni kipindi maalum kwa Wakristo wote kufanya toba. Kila mwaka kabla ya adhimisho ya fumbo kuu la Pasaka, kanisa linatupatia kipindi cha kujitayarisha kwa ajili ya mafumbo hayo matakatifu ya mateso, kifo na ufufuko wa Yesu, ambamo ndani mwake tunashirikishwa upya uzima wa kimungu. Tunaanza kipindi hiki kwa kupakwa majivu kwenye paji la uso au utosini, ambaye ni ishara ya hali yetu ya ndani ya kufanya toba. Tunaungama kwa Mwenyezi Mungu kwa kupakwa majivu hayo, tunaungama hadharani ukosefu wetu na kukubali mwaliko wa kanisa wa kututaka tufanye malipizi. Malipizi tunayoyafanya hayapaswi kuwa tu matendo ya nje, bali yanapaswa kuwa matendo ya ndani kabisa, mapinduzi ya kiroho, yani kuuvua kabisa moyoni mwetu urafiki mbaya au kitu chochote kile kinachoharibu urafiki wa Mungu, hata ikitupasa kutoa sadaka kubwa. Ndugu zangu, kupakwa kwetu majivu siku ya leo, ambako ni ishara ya kukubali udhaifu wetu, kusiwe kama ishara ya ile kusema kwamba utaniambia nini, mimi ndio mimi nina nguvu. Siwe ishara ya kujitamba kwamba angalia mimi nilivyo mkosefu, bali ni ishara iwe ishara kweli ya kukiri udhaifu wetu na kuonesha utayari wetu wa kumrudia Mwenyezi Mungu. Kumrudia Mwenyezi Mungu maana yake ni nini? Mtakatifu Agostino anatufundisha kuwa dhambi ni kumwacha Mungu na kuvifuata au kuvitii viumbe. Mtu anapotenda dhambi anachagua kwa makusudi, kwa utashi kamili, kufuata vionjo vyake, hisia zake na arara zake, na kuzisikiliza hizo badala ya kuisikiliza sauti ya Mungu ambaye inasema, msifanye migumu mioyo yenu, isikilizeni sauti yake Bwana. Katika kitabu cha Mwanzo tunasoma sura ya 3 mstari wa 10, Adamu anamjibu Mungu kwamba, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa ni uchi, nikajificha. Ndivyo ilivyo hali ya mwanadamu anapomkosea Mwenyezi Mungu. Tunapofanya dhambi, tunajigundua kabisa tumechagua mengine na tumemwacha Mungu, na hivyo mara nyingi tunaogopa kusimama mbele ya Mungu na tunaogopa kukaa mbele ya uso wa Mungu, maana kila wakati mtu aliye na dhamiri hai, dhamiri yake inamsuta kwa uovu alioufanya. Japokuwa tutaendelea kwenda kanisani, tutaendelea na maisha yetu, hakuna ambaye atatuona kwa nje, lakini katika moyo wetu tukikaa katika udhati, tukitafakari, tukijifungia katika chumba cha ndani na kusimama mbele ya Mungu katika sala, katika toba ya kweli, tunajigundua kabisa tuko tumemkosea Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu anatuita kwamba tumrudie yeye. Tusijifiche, tusiende mbali, tusiendelee kwenda mbali. Kwa hiyo tunaalikwa leo kumrudia Mungu. Tunapoanza kipindi hiki cha Kwaresima, ni kwamba ni nafasi kwa maisha yetu ya kawaida, mara kadha wa kadha, pengine kila siku au kila wakati tumeenda mbali na Mwenyezi Mungu kwa maisha ya dhambi. Kanisa linatutengea kipindi maalum ambalo kanisa zima linashiriki, kipindi cha Kwaresima, kwa mwaliko huo wa kumrudia Mungu. Ndugu zangu, tuitikie na tuupokee mwaliko huu, kwani Mungu siyo mwanadamu. Mwanadamu ambapo tukimkosea tunaogopa pale ambapo tumekuwa tumemkosea. Kwa mfano, mtu anapomkosea mtu mwenye mamlaka au mwenye nguvu juu yake,
hawezi kusimama kwa urahisi mbele ya mtu huyo. Hebu tufikirie wazi. Kwa mfano, mwanamume au mwanamke ambaye anamchepuka, anaacha ndoa yake na kwenda na mtu mwingine, hawezi kufanya tendo hilo kwa wazi ambapo mwenzake akiwa anaona, au atajitahidi kweli afiche mwenzake huyo asijue, kwa sababu anajua mwenzake akijua ni sababu ya shida. Padri akifanya jambo fulani, atajitahidi kweli kuhakikisha askofu asijue, vile vile kama mtawa pia kwa mkuu wake, au mwalimu kwa mwanafunzi, au mwanafunzi kwa mwalimu. Lakini je, tujiulize, kosa gani au tendo gani ambalo mwanadamu anaweza akalifanya na akajificha mbele ya Mungu na Mungu asiweze kuliona? Tutakimbia wapi ambapo tunaweza tukajificha ili kujiepusha na mkono wa Mungu? Zaburi ya 139 mstari wa 1 hadi wa 6 unatuambia, Bwana, umenichunguza na kunifahamu nilivyo. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Kwa hiyo Mungu anatualika leo tumrudie kwa upendo, tumrudie kwa dhati, tusijiepushe, tusijitenge naye, maana yeye ni Mungu wetu, yeye ni baba yetu. Katika kipindi hiki cha Kwaresima, kanisa linatupa nafasi hiyo ya kutafakari njia zetu na kumrudia Mungu wetu. Na sio kumrudia tu kwa kipindi hiki, bali kwa maisha yote, na kuutenga moyo wetu siku zote tukubali kutaka kukaa mbele ya Mungu, kwa sababu sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake, kama tunavyofundishwa na Zaburi ya 100 mstari wa 3 hadi wa 5. Lakini kwa nini tumkimbie Mwenyezi Mungu na kumwacha? Bila shaka tunajua tunamwacha Mwenyezi Mungu kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya kupenda kwa kushawishiwa na mambo au matukio ya nje. Basi tunapomwacha Mungu tunakuwa sisi tumejitenga naye. Lakini Mungu je, anafurahishwa na dhambi na hali hiyo? Anatuambia la hasha. Kama niishivyo, asema Bwana, sikufurahi kufa kwake mtu mwovu, bali mtu huyo aache njia yake na anirudie. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatupa leo mwaliko katika siku hii ya Kwaresima, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote. Ndugu zangu, tunaambiwa katika maisha ya kawaida kwamba bosi anuniwi. Sasa tukimchukulia Mungu kama mweza yote, baba yetu na bosi wetu, kwa nini tunamnunia kwa kukaa naye mbali kwa dhambi? Hebu turudi kwa baba. Na ndugu zangu, Mwenyezi Mungu hatuiti kwa kutuambia tumrudie yeye ili kwamba tukirudi atuadhibu. Hapana, Mungu wa hivyo hajawahi kuwepo. Na kama ni Mungu wa uongo, lakini Mungu wa kweli ana upendo. Anapotuita anataka turudi tuuonje upendo wake. Wala Mungu hatufanyii ile inayoitwa danganya toto ya mzazi, ambapo mtoto akiwa amemkosea anataka kumwadhibu mtoto huyo, mtoto anakimbia, mzazi anaweza akatumia njia za kumdanganya mtoto, njoo tu baba, njoo nikupe pipi, njoo sikupigi. Alafu mtoto akifika hapo anamgeuzia kibao na kuanza kumpiga na kumjeruhi. Sivyo, na wala sio nia ya Mwenyezi Mungu leo kutualika kwamba tumrudie yeye kwa mioyo yetu yote. Mungu anatualika kwa sababu anatupenda. Anatualika, anataka kutushirikisha upendo wake. Anaona kabisa kwa dhambi tunavyohangaika na kuteseka. Anaona kabisa machungu yetu. Anaona ambapo tukiukosa upendo wake sisi hatuwezi. Alituumba kwa upendo na anataka tuishi kwa upendo. Mungu, kama nilivyokwisha sema, hakufurahi kufa kwake mtu mwovu. Ndio maana achoki kila mwaka kutupa nafasi ya kumrudia yeye na kurekebisha njia zetu kwa kipindi maalum, kipindi cha Kwaresima. Lakini sio kila mwaka tu, kila siku. La tena sio kila siku, kila wakati. Mungu anatuambia hata sasa, kila sasa ya maisha yetu Mungu anatuita tujipatanishe naye. Kwa nini tujipatanishe na Mungu? Na kujipatanisha na Mungu kunaweza kukawaje? Kama nilivyokwisha sema, Mungu ni upendo. Anatualika tukae ndani mwake, tukae katika upendo wake. Tunapomkosa Mungu tunakosa mambo mema mengi. Kwaresima, ndugu zangu, ndio kipindi kilichokubalika, ndio wakati uliokubalika. Hata mazingira yenyewe kwa ujumla, kanisa zima, sala zote za kanisa, matendo yote yanatualika kwenye toba. Wala usije ukasema kwamba ni saa hizi sasa nawezaje, nataka mimi kweli kufanya toba lakini ninashawishiwa na wengine. Ni wakati ambapo kanisa zima limetulia, hata liturujia nzima, sala zote zinatualika kwenye toba. Hata liturujia ilivyokaa, hakuna ngoma, hakuna vinanda, hala la muziki, uimbaji unatakiwa uwe kwa namna ya unyenyekevu wa ndani, neturuhusu katika sala yetu.
mapambo yaondolewe na mbwembwe nyingine za kidunia. Zote hizo ni hali za kutusaidia katika kuishi toba. Lakini ndugu zangu, tusisahau pia kwa mwaka huu inatokea pia Waislamu nao wamefunga, Wakristo nasi tunaalikwa kuingia kwenye mfungo kwa kipindi hiki cha Kwaresima. Kwa hiyo mazingira yote yanaturuhusu tutumie nafasi hii sasa kuzama na kuingia ndani katika mlango wetu wa ndani, kujifunua mbele ya Mungu, kumwambia Mwenyezi Mungu hakuna ambako wewe ufiki, kumruhusu Mwenyezi Mungu afike kila kona na kumruhusu Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia. Tusisahau kwamba Mungu anaheshimu uhuru wetu. Mungu hawezi kamwe kutulazimisha sisi tugeuke. Mungu anatupa nafasi na anatutengenezea mazingira. Ametutengenezea mazingira ya kuwa Wakristo, ametutengenezea mazingira ya kutupa vipindi vya liturujia ya kanisa, vipindi mbalimbali vinavyotusaidia, na sasa anatualika. Ndugu zangu, tuishi Kwaresima hii kama ilivyo kawaida kwa matendo ya toba, matendo ya kufunga. Tufunge mambo ambayo yanatuweka mbali na Mwenyezi Mungu. Kusali, tuongeze muda wetu wa kusali na sala yetu iwe njema kadiri ya maelekezo ya Bwana wetu Yesu Kristo, ya ndani, ya mlangoni kwa ndani, ya kujifunua kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa matendo ya kujinyima na kutoa sadaka, tujinyime na kujikatalia mambo na furaha fulani ambazo pengine zinaweza zikatufanya tuwe mbali na Mwenyezi Mungu. Ni wakati pia wa kutafakari vizuri neno la Mungu, kuwa na vipindi vingi vya kulisoma, kulisikiliza na kulitafakari neno la Mungu. Na tusiogope na wala tusiache kila mara kumwambia Mwenyezi Mungu, uturehemu Bwana kwa kuwa tumetenda dhambi. Ndugu zangu, tunatiwa faraja na maneno ya kitabu cha Hekima, Bwana wewe wavipenda vitu vyote wala haukichukii kitu chochote ulichokiumba. Mungu anatupenda, Mungu hatuchukii. Hata katika hali yetu ya dhambi yuko tayari. Njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Njoni mbele ya Mungu. Tufanye toba na matendo yote ya kufunga, kusali, kutoa sadaka na kujinyima, sio kwa kujionyesha mbele ya watu na wala sio kwa kutimiza tu utamaduni. Kwa mfano, mtu anapaka majivu kama hali ya unyenyekevu wa ndani, lakini hana nia ya dhati ya kubadilika. Ni kama vile tu kumtambia mtu ambaye unaweza ukamwambia, wewe unanitisha nini mimi? Nipige niguse uone. Mimi nina nguvu ya kukupiga. Hapana, tuwe ni kama nia ya ndani kabisa kwamba majivu haya ya nje ni ishara yangu ya ndani ya kukubali kukurudia Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, Mungu anatusii tupatanishwe naye. Katika ujumbe wa Baraza la Maaskofu wa kipindi hiki cha Kwaresima ya mwaka 2025 unanukuliwa katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 16 mstari wa 13. Ujumbe huu unaenda kwa maneno haya: simameni imara katika imani. Ndugu zangu, ni wakati wa kusimama imara katika imani. Tusome na kuupitia ujumbe huu wa Baraza la Maaskofu, tuutafakari na kuuishi, utusaidie katika hija yetu ya imani. Tunaalikwa leo katika tutakapopakwa majivu, tubuni na kuiamini Injili. Au tutaambiwa, mwanadamu, kumbuka huu mavumbi, nawe mavumbini utarudi. Funga yetu, toba yetu isiwe kwa sababu tunaogopa kifo, bali iwe kwa sababu tunataka kushiriki, kuonja na kuitikia mwaliko wa Mwenyezi Mungu anaotualika tumrudie yeye, ili tuweze kuishi katika upendo. Mungu ni upendo na anataka tuishi na upendo. Iwe tu hai au tumekufa, sisi tu mali ya Bwana. Na hivyo basi, tusifunge kwa sababu tunaogopa kufa. Tusiache dhambi kwa sababu tunaogopa tukifa tutaenda motoni, bali tuache dhambi kwa sababu dhambi inatutenga na Mwenyezi Mungu. Tuache dhambi kwa sababu tunampenda Mwenyezi Mungu. Tukatae dhambi kwa sababu sisi ni mali ya Bwana na siku zote tutabaki kuwa mali yake. Mungu atubariki, Mungu atutangulie, Mungu atusaidie katika mfungo huu. Tufunge, tusali, tutoe sadaka. Na juu ya matendo haya makuu ya toba ya kufunga, kusali na kutoa sadaka, tutaandaa katika tafakari zijazo kufafanua zaidi maana ya sala, maana ya toba, maana ya kufunga na maana ya kutoa sadaka. Lakini tukumbuke tu, yote tunayoyafanya yawe yanatokana na nia ya dhati ya kumjua, kumpenda, kumwamini na kumtumikia Mwenyezi Mungu aliyetuumba na kutuweka duniani. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kulia na kuomboleza. Tumrudie Mungu, tumkaribie Mungu, na atatukaribia sisi.